Katika siku hizi mbili tatu kumejitokeza mjadala kuhusiana na mpango wa uboreshaji wa reli ya TAZARA ambayo inazihusisha nchi za Tanzania na Zambia, uboreshaji ambao utafanywa na kampuni ya CECC ya China, na kwa bahati mbaya mjadala umekuwa ukipotosha baadhi ya taarifa, na nimeona kuna haja ya kutoa ufafanuzi kuhusiana na mradi huu mkubwa ambao utaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa Tanzania na Zambia pamoja na washirika wetu wa maendeleo nchi ya China. Sasa kwanza ningependa ifahamike kwamba mradi huu wa TAZARA, reli ya TAZARA ilijengwa mwaka 1970 mpaka 75, ilikamilika miaka miwili kabla ya mpango ambapo ilikuwa ikamilike mwaka 1977, na ilijengwa kwa gharama ya yuan milioni 988 zikiwa ni mkopo usiokuwa na riba kutoka nchi ya China baada ya jitihada kubwa za viongozi wa nchi mbili hizi, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Kenneth Kaunda wa Zambia, waliokutana na mwenyekiti Mao Zedong wa kule China. Sasa baada ya kukubaliana kwamba China ingetoa fedha za kutekeleza mradi huu, China ilitoa fedha hizo na ujenzi ulifanyika na mradi ukakamilika mwaka 1975. Mwaka 1976 China ilikabidhi reli ya TAZARA kwa Tanzania na Zambia kwa ajili ya uendeshaji, na ndipo nchi zetu hizi mbili zikaunda kampuni inaitwa TAZARA ambayo ndio inaendesha reli yetu ya TAZARA. Sasa ni mradi ulikuwa namna hiyo. Uendeshaji wa kampuni hii umekuwa ukifanyika kwa ushirikiano kati ya nchi zetu hizi mbili, yani Tanzania na Zambia. Sasa kwa kifupi sana, tangu mradi huu ulipokabidhiwa kwa nchi zetu hizi mbili, uendeshaji wake umepita katika changamoto nyingi ambazo zimesababisha kwanza kushuka kwa tija ya mradi huu, lakini pia ukafika mahali mradi ukawa ni mzigo kwa serikali zetu Tanzania na Zambia. Sasa kumekuwa na jitihada mbalimbali ambazo zimefanywa kwa miaka mingi za kuhakikisha reli ya TAZARA inaboreshwa. Ni jitihada ambazo kwa kifupi hazikuzaa matunda yanayotarajiwa. Kumekuwa pia na jitihada za kurudi kuzungumza na serikali ya China ili iweze kurejea na kufanya uboreshaji wa mradi huu, kwa sababu kwa Wachina utekelezaji wa mradi huu ni alama mojawapo muhimu ya ushirikiano wa kidugu na kirafiki kati ya Tanzania na China na pia kati ya Zambia na China. Kwa hiyo Wachina wanauangalia huu mradi kama kielelezo cha urafiki na udugu wetu. Kwa hiyo kumekuwa na jitihada pia za kuzungumza na serikali ya China kuona namna gani itarejea kuboresha mradi huu. Sasa kwa muda wote majadiliano hayakufanikiwa, lakini jitihada kubwa zaidi zikafanywa kuanzia mwaka 2006 kujaribu kuzungumza na namna gani, je, wakirejea wa China watarejea kwa mtindo gani. Mazungumzo hayakuweza kufanikiwa. Miaka miwili iliyopita, mwaka juzi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikwenda kuhudhuria mkutano ambao unamkutanisha rais wa China na viongozi wa Afrika, unaitwa FOCAC. Sasa katika mkutano huu Mheshimiwa Rais alipata fursa ya kuzungumza katika kikao cha faragha na rais wa China, na katika mazungumzo yale Mheshimiwa Rais alimuomba rais wa China kwamba China irejee kuja kuboresha reli hii ili tuweze kupata faida na uwekezaji huu uwe na tija kwenye uchumi wa Tanzania, kwenye uchumi wa Zambia, na pia uongeze thamani katika shughuli zetu nyingine za kiuchumi. Kwa hivyo rais wa China alikubali, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo. Akatoka hapo pia akaenda kuhutubia bunge la Zambia, ambako pia alikwenda kuiomba serikali ya Zambia ikubali kushirikiana na Tanzania na kuwakaribisha wenzetu wa China waje kuboresha reli yetu ya TAZARA, kwa kuwa ni reli ambayo inatoa fursa kubwa za kiuchumi kwa Tanzania, kwa Zambia pia. Kwa hivyo serikali ya Zambia ikakubali, na baada ya kukubali ndipo sasa ikaja hatua ya utekelezaji, na Wachina wakakubali kutoa fedha kiasi cha dola za Marekani shilingi bilioni 1.4 ili zije kufanya uboreshaji mkubwa wa reli ya TAZARA, kuboresha miundombinu, kujenga majengo ambayo yatatumika kutoa huduma, vituo vile, lakini pia kutuletea treni ya abiria ambayo pia itakuja kutoa huduma za abiria. Na ikumbuke kwamba lengo kubwa la TAZARA, sawa abiria watasafiria, lakini pia mizigo hasa ndio kwenye
kwenye malengo makubwa ya reli hii. Kwa hiyo wamekubali kutoa fedha hizo kiasi cha shilingi cha dola za Marekani bilioni 1.4 ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi trilioni 3 na bilioni 450 za Tanzania. Kwa hivyo siku chache zilizopita waziri mkuu wa China alikuwa Zambia, wamekwenda kufanya uzinduzi wa kazi hii kubwa ya uboreshaji wa reli ya Tazara, na uzinduzi utakaofuata sasa utakuja kufanyika Tanzania. Sasa hiyo ni picha ya jumla ambayo inatokana na nini kimefanyika mpaka kufikia hatua hii ya kwenda kuwaomba wenzetu wa China, na wamekubali kutoa fedha kufanya ukarabati huu. Lakini ni ukarabati ambao pamoja na kuufanya wataendesha reli ya Tazara miaka 30. Sasa hapo najua ndio kwenye nongwa. Sasa naomba Watanzania tuelewane kitu kimoja. Changamoto kubwa tuliyokuwa nayo baada ya kukabidhiwa reli hii mwaka 1976 ilikuwa ni uendeshaji. Na kwa sehemu kubwa na kwa kifupi, uendeshaji ulitokana na changamoto za ushirikiano wa nchi mbili katika kuendesha kampuni, katika kuendesha Tazara. Hili huku mnakubali, hawa huku walikubali. Kwenye utekelezaji hawa wanatekeleza nusu, hawa robo. Ufanisi wa Tazara ukaendelea kushuka, ikafika hatua ambayo Tazara badala ya kuwa mzalishaji wa fedha kwa ajili ya nchi zetu ama mwezeshaji wa uchumi, ikawa mzigo kwa serikali. Nataka Watanzania mjue kwamba uendeshaji wa Tazara kwa sasa unaigharimu serikali fedha nyingi. Fedha zinazotolewa kwa mwaka kwa ajili ya kuhudumia Tazara kutoka mfuko wa serikali ya Tanzania, acha ya Zambia, ni zaidi ya shilingi bilioni 28 kwa mwaka. Kati ya hizo shilingi bilioni 15 ni mishahara, na zingine ni kwa ajili ya matengenezo ya miundombinu. Kumekuwa na hitilafu za hapa na pale ambazo zinajitokeza kwenye Tazara. Sasa ikawa sasa ni biashara kichaa, kwamba una uwekezaji ambao unatakiwa kuletea fedha, lakini ni uwekezaji ambao pia unagharimu fedha za serikali. Badala ya kupata, sisi tunakosa. Lakini muhimu zaidi ni Tazara yenyewe na malengo yake. Huu ni mradi wa kiuchumi, ni mradi wa kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi. Na mtakumbuka nchi yetu tunakwenda kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Ni dira ambayo inataka tujenge uchumi wa dola trilioni 1. Sasa hizo ni fedha nyingi, ni lazima tuwe na njia mbalimbali za kuhakikisha tunapata uchumi mkubwa wa kiasi hicho. Sasa miongoni mwa mambo ambayo tumekusudia kuyapata baada ya kuleta sasa ushirikiano wa Tanzania, Zambia pamoja na wenzetu wa China ambao watasimamia uendeshaji ambao utaondoa hizi changamoto za Tazara kuendeshwa kwa hasara na kuwa na ufanisi mdogo na kutowanufaisha wananchi, tunategemea yafuatayo. Sisi nchi yetu sasa hivi tunafanya mageuzi makubwa sana ya kiuchumi, hasa kwenye eneo la uwekezaji kwenye sekta ya madini. Sasa kwenye sekta ya madini, tunayo madini, tuna cobalt, tuna rare earth mineral ambazo zinapatikana kule kwa wenzetu katika mkoa wa Songwe. Tunategemea kunufaika kutokana na uwekezaji huu kwenye Tazara, kwa sababu Tazara ndio itatumika kusafirisha madini haya. Lakini mtakumbuka kwamba tuna madini ya makaa ya mawe. Zaidi ya hayo, nchi yetu inafanya mageuzi makubwa kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo tunategemea kupata mapato makubwa na uzalishaji mkubwa kutokana na kilimo. Tunategemea Tazara ndio isafirishe mazao yetu kwenda nchi nyingi za SADC. Na wote mkumbuke, ndugu zangu wa Tanzania, kwamba Tazara ubora wa reli ya Tazara ni ile inaitwa cap gauge. Yaani ule upana wa reli ni kama milimita 1067. Na reli hii ndio reli ndefu kuliko zote Afrika. Inaelezwa kwamba Afrika nzima ina kilomita zaidi ya 1050 za cap gauge railway. Kwa hiyo sisi tukitengeneza hii ya kwetu ambayo inatoka Dar es Salaam mpaka Kaplimposh Zambia, tutaweza kuunganisha na zile zingine, na tukiiweka katika ubora, maana yake tutaweza kufanya biashara. Tuunganishe kilomita zetu hizi 1860 ziende zikaungane na mtandao huo mkubwa wa Afrika nzima wa kilomita zaidi ya 1050 za cap gauge. Maana yake ni kwamba utakuwa unaweza kutoa mzigo Tanzania na kwenda nchi yoyote ambayo imefikiwa na mtandao huu wa kilomita 1050 za reli. Lakini zaidi ya hapo, na sisi wenyewe tutakuwa tunaweza kupokea mizigo mbalimbali kutoka kwenye hizo nchi. Kwa hiyo huo ni uchumi mkubwa, na sisi kama sisi tusingeweza kufanya hivyo kwa sababu uwekezaji huu kwanza ni mkubwa sana, lakini pili uendeshaji wake ulishakuwa changamoto kwa kuendesha kwa kutumia nchi mbili. Sasa tunakwenda kutekeleza mradi huu, serikali wala haichukui mkopo. Hizi ni fedha ambazo China inatoa kupitia kampuni yao ya CCECC, zitakuja kuwekezwa hapa, itakuwa ni kibiashara. Eneo jingine ambalo ni muhimu pia linakwenda kutekelezwa chini ya uboreshaji huu wa Tazara ni ujenzi wa Kidato Transshipment Joint. Lengo lake ni moja tu, tuweze kuwa tunahamisha mizigo kutoka kwenye MGR hii reli yetu ya kati hii
ambayo inatoka Dar es Salaam mpaka Kigoma, tuweze kuwa tunahamisha mizigo kutoka kwenye MGR kwenda kwenye TAZARA. Maanake ni nini? Maanake ni kwamba mizigo sasa inayotoka katika maeneo ya katikati ya nchi na magharibi mwa nchi pia inaweza ikasafirishwa kwa MGR, lakini pia inaweza ikasafirishwa kwa TAZARA kwenda kwenye mtandao huo mkubwa wa zaidi ya kilomita 50,000 za reli katika nchi za SADC kama ambavyo nimeeleza. Lakini muhimu zaidi ni kwamba jitihada zote hizi zitaongeza uwezo wa TAZARA kutoka kusafirisha takriban tani 400,000 za sasa kwenda tani 2,250,000 katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Sasa maanake ni nini? Maanake ni kwamba ufanisi wa TAZARA utaongezeka ikilinganishwa na sasa ambapo ufanisi huko kidogo, lakini pia nchi yetu inatumia fedha kama nilivyosema takriban shilingi bilioni 28 kila mwezi kwa ajili ya kulipa mishahara bilioni 15 na kufanya matengenezo ya miundombinu ya TAZARA na kuhudumia management ya TAZARA ili iweze kufanya kazi vile inavyotakiwa. Lakini kubwa kuliko yote, katika mradi huu baada ya miaka mitatu tutaanza kupata gawio, tutaanza kupata fedha. Badala ya sisi kutumia fedha kuhudumia TAZARA, nchi itaanza kupata fedha. TAZARA itakuwa inatoa takriban dola za Marekani milioni 30 ikiwa ni gawio kwetu. Sasa hizi ni fedha nyingi ambazo zitakuja kusaidia kwenye jitihada mbalimbali. Lakini muhimu zaidi pia tunafikiria kuona namna ambavyo tutaunganisha SGR na yenyewe iweze kuwa ina mizigo yake inaweza ikatoka kwenye SGR ikaingia kwenye Cap Gauge ambayo ni TAZARA. Inaweza ikatoka kwenye Cap Gauge ikaingia kwenye SGR na ikaenda kwenye masoko yetu mbalimbali. Kwa unaweza kuona kwa picha kubwa namna ambavyo mradi huu ni mkubwa na wa kimkakati, utaleta mageuzi makubwa katika uchumi wetu, utaleta mapato makubwa kwenye nchi yetu na utaleta ustawi mkubwa sana wa jamii yetu. Na hivyo naomba Watanzania, mkiona mtu anakwenda anapotosha basi mjue kwamba ni maneno tu kama ilivyokuwa kawaida, lakini huu ni mradi wa kimkakati. Hakuna fedha ya serikali itakayotumika kwenye mradi huu, ni fedha za mwekezaji, na badala yake sisi tutakuwa tunapata fedha, na zaidi tutakuwa tumetatua changamoto kubwa ya uendeshaji wa TAZARA ambayo imetusumbua kwa muda mrefu na kusababisha tusipate tija kutokana na TAZARA. Lakini pia msisahau Watanzania, wanapokuja kuboresha TAZARA pia tutanufaika pia na ajira. Vijana wetu wengi watapata ajira kupitia kwenye TAZARA, lakini pia wafanyabiashara wetu wengi watapata njia rahisi ya kusafirisha mizigo yao na kwa gharama nafuu, na hivyo kutengeneza faida kubwa na kuongeza ustawi wa jamii na ustawi wa nchi yetu. Kwa hiyo hayo ndio nilitaka niyafafanue kwa undani kuhusiana na mradi huu wa TAZARA, na kwamba sasa wale ambao wanapuuza jitihada hizi kubwa ambazo zimefanyika, nadhani pengine hawajajielimisha, waelewe zaidi nini hasa tunakwenda kufanya kwenye TAZARA, na wajue kabisa jitihada hizi zinazofanywa na serikali zinalenga kuleta manufaa makubwa kwa nchi yetu.